Wake zangu, kimsingi kuna kikao cha dharura. Bwana Mkude pamoja na Chau walikuwa na mazungumzo na sisi, kwa hivyo ningependa tuwape nafasi na tuwasikilize. Mazungumzo na sisi? Mbona mnatutisha jamani? Maana hii nyumba siku hizi imekuwa kama Al-Qaeda. Umekaa umejisahau bana, bomu mlipu unalipuka. Haya, mlikuwa na shida gani? Mke wangu Mwanaisha, maneno gani sasa hayo naanza nayo? Ni vyema kwanza tungewasikiliza ili tujue walichotuitia na kutaka kutueleza. Mbona unakuaga na kisebusebu na kiroho popo mke wangu? We babu we, vipi naye mtu mzima ovyo? Ujaenda jandoni wewe? Mwanamke unamsemea chumbani sio mbele za watu. Unataka mimi niumbuke? Babu taratibu unijie taratibu, sawa? Mwanaisha, basi inatosha. Maneno unayoongea, hasira yangu itakuja kunipanda nije nikufanye kitu kibaya hujawahi kufanywa katika ulimwengu. Na kuambia Mwanaisha uwe na adabu, ile domo lako na kuambia kila siku liwe na stara. Hivi wewe unawezaje kuanza kunisemesha maneno ya kunijibujibu mimi mbele za watu hapa? Eti mwanamke anaambiwa chumbani. Chumbani mwanamke mwenye akili anaambiwa maneno chumbani. Wewe unakuwaga ni mshenzi sana. Hebu tulia kwanza, hapa naongea kichwa cha familia, kichwa cha nyumba. Nini kichwa cha familia? Watu wameona kichwa cha nyoka la kibisa aling'ati alina meno. Wewe ndio unatakiwa huwe na adabu. Usimseme mkeo mbele za watu. Afunza mimi ni mjamzito, usije kanipapesha mimba yangu ikashporomoka bure. Haya, tuendelee na mada. Kunya kilembe, kunya kilangaso. Yaani wewe Mwanaisha, wewe kazi na mimi unayo chumbani. Tumeshagawana vyumba, kila mtu na chumba chake. Tutamaliziania chumbani. Aya, nataka rudi kwenye mada ya msingi, manake hapa naona amani imeshaanza kutoweka. Sasa na nyinyi mwanze kujieleza mmoja mmoja. Kila mtu atasema kilichomfanya tukutane hapa kwenye kikao hiki cha dharura. Na ni vyema tukaanza na wewe Mkude, alafu Chau utamalizia. Nini malengo yenu ya kutuita? Asante sana mheshimiwa kiongozi wako pamoja na jaji mkuu hapo. Kwa ukweli mimi nichukua nafasi kwanza nitanguliza shukrani zangu za dhati kwa Mungu mweza wa yote aliyetubariki uhai na pumzi ya kuendelea kuwepo kwenye hii dunia. Manake muda tunavyoongea mjue kuna watu wamekufa, kuna watu wengine wako hospitali aliza mbaya kweli, lakini sisi tumepata bahati ya kuwepo tena hapa. Kwa hiyo shukrani zake Mungu. Mimi ndo namshukuru Mungu sasa. Shukrani zangu za kwanza ziende kwa Mungu, lakini shukrani zangu za pili ziende kwako Boss Mustafa. Boss Mustafa, wewe bwana umesababisha maisha yangu yamekuwa mazuri sana. Tangu niajiri nimekuwa na uhakika wa kipato, nimejitegemea mpaka muda huu. Kwa hiyo kilichotuleta hapa bwana mkubwa, mimi nimekuja kukueleza kuwa naacha kazi kwenye nyumba yako leo rasmi. Naenda kuanza maisha yangu mapya sehemu nyingine tofauti. Bwana Mkude, hakika hizi ni taarifa nzuri sana, ingawaje sikutarajia kama utanieleza jambo hili. Mimi nimekuzoea sana bwana, na unajua ulinzi ni kitu cha kiusalama. Sikutarajia kama utaacha kazi. Nyumba yangu italindwa na nani tena? Jamani, mtu ameaga, mwache aondoke. Hapa tupo kituo cha polisi. Kwamba ilikuwaje muizi si nini? Mtu ameaga, mwacheni haondoke. Safari njema Mkude. Haya, tumsikilize wewe mtu mwingine. Hata mimi pia siko mbali sana na Mkude. Kiukweli niwashukuru sana. Tumeishi vizuri sana kwenye nyumba mama zangu pamoja na baba. Hakika nitawakumbuka kwa wema wenu. Kimsingi hata mimi pia nataka kuacha kazi kwenye hii nyumba. Naenda kuanza maisha mengine, nataka kwenda kuanzisha biashara, pia nijitegemee. Kwa hivyo nichukue nafasi hii kuaga. Tutakutana wakati mwingine. Nadhani tumemsikia sasa na Chau kwamba na yeye anahama kwenye nyumba yetu. Kimsingi wafikazi wetu wote wanaondoka. Sasa wake zangu, tuna changamoto moja kubwa ya msingi ya kujadili hapa.
Tunatakiwa kujua ni namna gani tutapata mlinzi mwingine kwa haraka, lakini pia tutapata house girl mwingine kwenye nyumba. Mimi nafikiri swala la mlinzi nitashughulikia, lakini nyinyi niwape kazi ya kushughulikia house girl mwingine. Case closed. Mimi sina la kuongeza jamani. Kikubwa tu mwende salama. Tuliwazoea sana. Tumekaa kwa upendo sana. Itoshe tu kusema asanteni kwa ukarimu wenu. Mkude, Chao, tutakumbuka. Asante sana mama mdogo Zinduna. Ingawaje mimi bado nitakuwepo hapa kwa muda kama wa wiki 2. Kuna mambo yangu nayaekaeka sawa, baada ya hapo ndio nitaondoka. Kwa tutaendelea kuonana walau kwa muda huu mchache. Mkude, sasa hasira za nini? Mimi nimekuita ni vyema ukasikiliza wito wangu, halafu kama kukataa ukatae neno. Yani Mkude unaringa. Kwa hiyo ni kweli Mkude una hela. Unajua mimi mwanzo uliponiambia sijui unataka kuanzisha biashara, unataka kuacha kazi kwenye hii nyumba, nikadhani labda ule utani wako. Kumbe uko serious Mkude. Umefanikiwa. Sasa tunaanzia wapi? We, unataka tuanzie wapi? Tuanzie tu popote Mkude. Mradi mimi na wewe tuongee kwa maelewano na maridhiano. Tuongee kwa maelewano? Okay, vizuri sana. Hivi we Chao, kwa hiyo kwa sababu leo umehakikisha kuwa nataka kuanza maisha yangu, niko vizuri, niko vyede, unataka kuanza kuleta shobo mdundiko, si ndio manake? Mtu umenilibia furaha yangu, we ulibakisha kidogo mingi nyonge. Ningekufa leo ungekana na nikuongea vizuri. Ningekufa kwa ajili ya penzi lako na kuuliza wewe, ungekana na niongea vizuri. Mtu nimekubembeleza nikakwambia tulia, usioja usito maisha tabadilika, lakini ukaona mimi za mwamwa, ukamua kuua mtoto wangu. Sina cha kuongea na wewe Chao, naomba uniache. Jamani, usiongee basi kwa sauti kali. Hapa tuko wawili tu, mbona tukiongea tunasikilizana? Halafu kitu kingine, unajua mimi nilikuwa sina uhakika na maneno unayoyasema, nikajua tu ni utani wako wa kila siku. Lakini ulipoaga pale kwa mabosi zetu, nimejiridhisha kweli unaenda kwanza maisha yako Mkude. Lakini Mkude, umepata wapi hela? Najiuliza na nishangaza. Mtu siye nyau, asiyefaa kafaa. Kwa hiyo wewe ulijua mimi nitaendelea kuwa maskini siku zote za maisha yangu, si ndio? Ulikuwa unajua mimi ndio nimeandikiwa maskini? Maisha yanabadilika. Sasa nisikilize kwa makini Chao. Wewe ukitaka msaada kwangu kuanzia leo, mimi niko vizuri, nakwambia niko vizuri, usonde masiara. Afu swala ninapopata hela, usitake kujua. Mimi Chao mama, unaelewa vizuri? Askari wale investigament wale wanaomlinda mama wasiri, nimechaguliwa nikafanya kazi hiyo, kazi binafsi. Kazi kubwa kweli, nalipwa mshahara, nakwambia karibia milioni 40 kwa mwezi. Ina maana umepata kazi Ikulu? Au sijakuelewa unamaanisha nini unavyosema unaenda kuwa mlinzi wa mama? Mkude, jamani, hebu basi nifafanulie ili nielewe mwenzako. Ewa, kumbe unauelewa kwa haraka. Ndio hivyo, naenda kuwa investigament sergeant FBI, mtu wa karibu ambaye nakaa kwa siri, sniper, namlinda mama katika majukumu mbalimbali. Kwanza hapa nimekosa kukwambia, nilitakiwa nisimwambie mtu yote mambo ya usalama CIA. Unanielewa vizuri? Kwa hiyo kimsingi tutaendelea kuwa marafiki. Swala la mapenzi mimi na wewe Chao, kiukweli umeniumiza sana. Yaani nikikukumbuka gawe mtoto ulivyotaka umtoe uhai wangu, naona kabisa shetani yupo ndani yako kupitia wewe, shetani wa kuniua mimi. Sasa nikisema niendelee na wewe, nitakuwa hatarini. Wewe
tuachane tusongee habari zozote kuanzia leo. We, chao. Mambo gani hayo ya kwanza kushikana kunako? Mkude, mpenzi wangu. Hivi unajua Mkude, mimi nakupenda sana. Nisikilize nikwambie. Mimi ndo mrembo wako. Umesema neno ulikuwa ukiniambiaga kuwa hujawahi kupenda kama unavyonipenda mimi. Halafu Mkude, umenyoa. Umekuwa mtanashati kweli, yani kiukweli umebadilika. Na natamani tupate muda mzuri wa kuongea kabla ya kutoka hapa. Mimi mwenyewe na hela niko vizuri. Ndio hivyo Zinduna, usitoleni macho yako hapa kama panya aliyebanwa kwenye mlango. Unanielewa? Fanya urudi kwa mume wako haraka sana. Eti ndoa imenishinda. Ndoa? Hakuna ndoa, siku hizi kuna vita. We mjinga nini? Unashindwa vita mwananyeshi gani? Unataka kurudi nyumbani? Haya, unarudi nyumbani, hapa kuna babako. Na kuuliza kuna baba yako kukugharamia na kukuhudumia? Au unataka uanze kuniletea vijanaume vyako visivyoeleweka hapa, vianze kupanga na mstari msururu, baadaye uje kupata magonjwa niangeka kukuvisha nepi? Mama, ni vyema kwanza ungenipa nafasi basi hata unisikilize. Mimi sikuja kukwambia lolote lile baya, bali nimekuja kukuelekeza changamoto zilizopo kwenye ndoa yangu. Wewe kama mama, mimi nilitarajia wala huo upande wangu, kwa sababu ile ndoa mama, kiukweli imekuwa ndoano, sio ndoa tena. Majanga ni kila kukicha. Na mbaya zaidi mama, nimezidiwa kete. Tayari Mwanaisha ni mjamzito. Mwanaisha ni mjamzito? Hili linawezekana vipi? Mustafa hana huo uwezo wa kumpa mwanamke ujauzito. Angeliweza hilo, angeweza kumpa miaka yote ya nyuma huko 10 na walioishi pamoja. Lakini alishindwa. Imekuwaje ameweza leo? Mwanangu, kumbe vita imefikia hatua hiyo. Vita ya 3 ya dunia imeshafika. Na mimi nimekaa kizembe. Upumbavu kweli. Mwanangu, sasa nisikilize nikwambie kitu nilikuwa sijajua. Hiyo changamoto, hiyo ndo mbaya. Hiyo mimba kwanza nataka nijue ni mimba kweli au mimba ya magumashi. Yule Mwanaisha hawezi kushindwa kutunga mimba ya uongo ili tu kuvuruga mambo.